أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين آمين. Leo tunatarajia tuendelee na tafsiri kauli yake tabaraka wa taala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, ikiwa hamtomnusuru nyinyi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad nasarahu Allah, kwa yakini Allah alimnusuru yeye, idh akhrajahu alladhina kafaru, pale ambapo walipomtoa katika mji wake waliokufuru, thani ya thnaini, mtume akiwa ni wa pili katika watu wawili, yani akiwa yeye na Abubakar peke yao. Idh huma fil ghari, wakati walipokuwa katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, alipomwambia rafiki yake yani Abubakar, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yupo pamoja nasi. Faanzala Allahu sakinatahu alayhi, Allah akateremsha utulivu wake kwake yeye mtume, wa iyadahu bijunudi lam tarauha, na akamtia nguvu na kumuunga mkono kwa jeshi ambalo hamwezi kuliona. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, na akafanya neno la makafiri kuwa chini na kuwa duni. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, na neno la Allah kuwa lipo juu. Wallahu azizun hakim, na Allah ndiye mwenye izza, mwenye nguvu, hufanya atakavyo bila ya kuhitaji waja wake kumsaidia. Hakimu, mwenye kuweka kila jambo katika sehemu yake, mwingi wa hikma. Mnasaba au mahusiano aya hii na aya zilizopita ni kwamba bado Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwatilisha umuhimu wa Waislamu na kuwaita na kuwalingania juu ya umuhimu wa kuendeleza jihadi. Bado aya zinaendeleza kuelezea Waislamu umuhimu wa jihadi kutumiwa njia nyingine kabisa, kwamba katika aya iliyopita ni kwamba Allah amesema ikiwa hawatotoka watu kwenda katika jihadi, Allah ataleta watu wengine. Hapa katika aya hii Allah anawakumbusha kwamba hilo suala la nyinyi kuinusuru dini ni fursa kwenu nyinyi. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anao uwezo wa kumnusuru mtume hata nyinyi msipokuwepo, na ameshafanya hivyo nyinyi mkiwa hamupo. Mtume yupo mpweke, yeye na Abubakar, na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa nusra yake. Kwa namna nyingine ya watu kuhimizwa kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya jihadi, kwa sababu Allah hawahitaji wao. Na vile vile kwa namna nyingine katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amejisifu katika si aya zilizopita kwa sifa zake tukufu na kuonesha kwamba yeye ni mwenye nguvu na mamlaka, hapa amefuatanisha baada ya kutaja hiyo namna ambavyo yeye hawahitaji waja, kwa sababu yeye ni mkwasi. Yeye ni mkwasi kama ambavyo tumesoma aya mbalimbali zilizokuwa zina tafsiri aya tuliyopita jana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hahitaji chochote katika waja wake, na waja wao ndio ambao wanamhitaji yeye. Na ikiwa watu wote wataamua kukufuru, jambo hilo haliwezi kumdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akapigia mfano katika mfano hai namna gani ambavyo yeye ni mkwasi na hawahitaji waja, hahitaji msaada wao, hahitaji chochote kutoka kwa wao. Katika maana ya aya hii illa tansuruhu, maana yake in tatruku ayuhal mu'minun, ikiwa nyinyi waumini mtaacha nusrata Muhammadin, kumnusuru Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala al-kuffari, dhidi ya makafiri, fasayansuruhu Allah ta'ala, Allah atamnusuru kama nasarahu min qablu, kama Allah alimnusuru mtume wake huko mwanzo, hina tarrahu kuffaru Quraish ila al-khuruj min Makkah, pale ambapo makafiri wa Quraishi walimlazimisha mtume kutoka katika mji wake wa Makkah.
Thaniya ithnaini idh huma fil ghari, maana yake ay nasara Allahu rasulahu Muhammadan, Allah alimnusuru mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, hina dharra lilkhuruji min makkata, siku alipolazimishwa kutoka Makka, walhalu, hali ya kuwa annahu ahadu ithnaini fahasb, yeye ni mmoja katika watu wawili tu, yani yeye na Abubakar peke yao. Laisa maahu illa Abubakar, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa na Abubakar radhiallahu anhu, hina kana mukhtafiyaini, siku walipokuwa wamejificha, min kufari Quraish, kutokana na chari za makufari wa Quraish, min gharin, katika pango, fi jabali Thawr, katika mlima unaojulikana kama mlima Thawr. An Aisha radhiallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lilmuslimin, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia Waislamu siku moja, inni uritu, hakika mimi nimeonyeshwa katika ndoto, dara hijratikum, mji ambao nyinyi mtahamia baada ya kuhama katika mji huu wa Maka. Dara hijratikum, yani mji ambao nyinyi mtauhamia mtakapoondoka Maka. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mji wenyewe dhata labataini, mji ambao upo baina ya milima miwili. Inni uritu dara hijratikum dhata nakhlin baina labataini, ambao una mitende mingi uliopo baina ya milima miwili. Wahuma alharratani, ambao ni milima miwili inayozunguruka Maka. Anasema fayuhajiru man hajara, watahama watakaohama, min qibali almadina, kuelekea Madina. Warajaa fahajara man hajara qibala almadina, wakahama wale ambao walihama kuelekea upande huo wa Madina. Waraja ammatu man kana hajara bi ardhi alhabashati ila almadina, na wakahama wengi katika wale ambao walikuwa wamehamia katika Habasha, ambao mara nyingi tunatafsiri Ethiopia, lakini ukweli ni kwamba Habasha ni sehemu ya Eritrea na Ethiopia, na Ethiopia ilikuwa ikijulikana kama Abyssinia kwa wakati huo. Kwa hiyo Abyssinia hasa ndiyo Ethiopia ya leo, au Ethiopia pengine sio yote, lakini Eritrea ndiyo ambayo ilikuwa inajulikana kama Habasha. Ingawa mashuhuri kwamba Habasha au Habeshi ni Ethiopia, hilo ndio lilo mashuhuri. Ala kulli hali, Eritrea na Ethiopia ni hapo hapo pia. Watajahaza Abu Bakar qibala almadina, na Abu Bakar radhiallahu anhu naye alijiandaa kwa ajili ya kuhamia Madina. Faqala rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ala rislika, subiri, fa inni arju an yu'dhana li, kwa sababu mimi natarajia na mimi nitapewa ruhusa ya kuhama. Faqala Abu Bakar hal tarju dhalika bi abi anta, ya Rasulullah, unatarajia kweli kwamba na wewe utaruhusiwa? Kwa sababu mtume alikuwa amekatazwa kuhama na hawezi kuondoka. Mtume sallallahu alayhi katika sifa zake ni kwamba alikuwa haendi pahali wala harudi isipokuwa kwa idhini ya Allah, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lilkhuruj. Katika aya hii tutaikuta kwamba Allah anamwambia, ikiwa Allah atakurejesha wewe kutoka katika vita ukaenda tena Madina na watu wakakutaka idhini ya kuomba ruhusa kwenda vita mara nyingine, fakul lan takhruju ma'i abadan, waambie kwamba hamwezi kutoka na mimi. Almuhimu ni kwamba Allah amesema fa in raja'aka Allahu, ikiwa Allah atakurejesha. Wakati Allah huyo akizungumza kuhusu manabii wengine, mfano faraja Musa, Allah anasema faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kwa Mtume sallam hakuwa kama ambavyo hakuwa akizungumza analotaka, hakuwa anaangalia isipokuwa pale ambapo anaparidhia Allah, pia kwenda kwake na kurejea kwake. Hizi ni katika sifa za pekee za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa Mtume hawezi kuondoka Maka, bali mitume wote hawaruhusiwi kufanya hijra mpaka waruhusiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akamwambia Abu Bakar, je, jambo hilo fa inni akamwambia jambo hilo litafanyika, hal tarju dhalika bi abi anta, je unatarajia jambo hilo la kupewa ruhusa litafanyika na hapa, au namtoa fidia mimi baba yangu kwa ajili yako? Qala na'am, tumekasema ndio. Fahabasa Abu Bakar nafsa, Abu Bakar naye akabaki yani akabaki Maka, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, liyashabahu, ili afuatane naye. Wa ala farahilataini kanata indahu, akachunga vipando viwili ambavyo vilikuwa vipo kwake yeye Abu Bakar radhiallahu anhu, wa 4 ashhur, kwa muda wa miezi minne.
Qalat Aisha, mama Aisha anasema fabainama nahnu yawman julusun, siku moja sisi tulikuwa tumekaa yani kwao, wakati huo bado hajaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi baiti Abi Bakar, katika nyumba ya Abi Bakar, fi nahrin adh-dhahira, katikati ya mchana wa ni katikati ya dhuhuri. Qala qailun li Abi Bakar, kaja mtu kusema kumwambia Abu Bakar, hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja hali ya kuwa amejigubika nguo, yani amevaa nguo usoni kwa ajili ya kujificha, asijulikane anakwenda wapi au ni nani yeye, asijulikane sura yake yeye ni nani, watu waone tu kwamba kuna mtu amekwenda kwa Abubakar. Na hizi ni katika vitu ambavyo watu Waislamu wa leo tumekosa kuwa na mission ambazo zinalazimisha wakati fulani kuwa mutakannian, umejificha, au kama walivyokuja masahaba katika kumbai Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hii hijra kwa mwaka mmoja, walikuja yatasallaluna usiku, walikuwa watu wa Madina yatasallaluna, wanatembea kama anavyotembea kenge au anavyotembea mnyama yoyote ambaye anakwenda kwa tumbo lake. Wametembea watu usiku kwenda kula kiapo cha utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu pamoja na hivyo intelijensia ya Maka nayo ikagundua jambo hilo, yani hakukuwa rahisi, dini hii haikuwa rahisi, na watu wanahitajika, kama ambavyo tutasema. Jambo kubwa tunalojifunza hapa mpaka hadithi hii tunaisoma ni plani. Waislamu wawe na plani. Leo tupo tu tunasubiria wakifanya wenzetu kitu fulani tunaambia hakifai. Wakikusanyika mathalan watu katika mwezi wa Shaabani, tutaambia wamefanya bid'a, wanaoita ijtimai. Halafu sisi tukikusanyika katika mikutano yetu wala hatusemi kwamba hilo ni bid'a. Na hivyo hivyo katika vikao vingine na mambo mengine tunafanya, akifanya mwenzetu silo, akimwanzisha mwenzetu taasisi, tunasema taasisi ni katika bid'a. Halafu sisi wenyewe tukianzisha taasisi tunakuja tunazitetea taasisi na mambo kama hivi, lakini planning hasa huioni kwa Uislamu. Hadithi hii ambayo tunaenda nayo inatuonesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana plani mambo yake, namna gani aliwatrain masahaba. Abubakar na yeye akawa vile vile ana plani, mpaka akaandaa kama hivyo wanyama kwa miezi minne kabla ya safari. Hili ni jambo kubwa sana la kuonesha kwamba watu walikuwa wanajiandaa katika mambo, wala sio kwamba mambo yalikuwa tu yanatokezea shaghla baghla yatakapokuja tu. Kwa Abubakar radhiallahu anhu akaandaa mnyama huyu, wanyama hawa wawili kwa muda wa miezi minne kabla ya safari. Halafu faqala fa inni qad udhina li fi alkhuruj, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika akamwambia Abubakar kwamba mimi nimeruhusiwa kutoka. Faqala Abubakar as-sahabata, Abubakar akamuuliza, je, unataka yani unakuja kunipa taarifa ya mimi kuambatana na wewe, kufuatana na wewe? Bi abi anta ya Rasulullah, ninamtoa mimi fidia baba yangu kwa ajili yako wewe ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema naam, ndio, kwa ajili ya kufuatana nawe. Qala Abubakar akasema fakhudh bi abi anta ya Rasulullah, mchukue huyu, namtoa kikomboleo baba yangu mimi kwa ajili yako, mchukue huyu mnyama mmoja, ihda rahilatayya, mmoja katika wanyama wangu hawa, hataini, hawa wawili. Faqala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema bithaman, lakini nitachukua, lakini kwa malipo, sio bure. Hata kama leo sina, lakini itabakia dhima katika deni katika dhima yangu, nitakuja kukulipa kwa thamani, sio unipe mnyama huyu ni hame kwa bure. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataa kutumia mnyama bure. Qalat Aisha, mama Aisha anasema fajahaznahuma ahatta aljahaz, tukawaandaa wale wanyama haraka haraka, ahatta aljihaz, haraka haraka. Wasana'na lahuma sufratan fi khirab, na tukawatengenezea chakula katika khirab, yani chombo ambacho kinatengenezwa kutokana na ngozi ya mnyama, hasa ngamia. Faqata'at Asma bint Abi Bakr qit'atan min nitaqiha, akakata Asma, yani ndugu yake mama Aisha mtoto wa Abubakar radhiallahu anhum ajma'in, sehemu katika ncha ya nguo yake. Farabatat bihi ala fami aljirab, akafunga juu ya mdomo wa ile jirabu. Fabidhalika sumiyat dhata nitaqain, kwa sababu hiyo akawa anaitwa dhata nitaqain Asma bint Abi Bakar. Qalat, anasema Maisha, thumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar bigharin fi jabal Thawr, halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na Abu Bakar wakaenda katika jabal la Thawr. Fakamina, wakajificha, fihi thalatha layali, katika pango hilo siku tatu.
yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar, akawa analala kwa wao Abdullah ibn Abi Bakar, mtoto mwingine wa Abu Bakar. Akalala mtoto wa Abdullah ibn Abi Bakar, wa huwa ghulamun shabun, naye alikuwa ni kijana bado kijana kabisa mbichi, thaqibun laqinun, ambaye alikuwa ni very intelligent, halafu alikuwa ana mwendo wa kasi, alikuwa anaweza kufahamu vitu kwa haraka, yani akiona tu kitu kwa ishara anaweza kufahamu, kung'amua vitu, lakini pia alikuwa ni mwepesi wa kutembea. Fayudliju min indahuma bisaharin, akawa anaanza safari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya alfajiri. Fayudliju adalj ni kuanza safari na kiza, kabla alfajiri hajaingia. Akawa ikifika alfajiri, ikaribia alfajiri, kabla kiza hakijesha, mwangaza hujatokea, anatoka na kwenda kuamka Maka, kama kwamba kalala Maka, anakaa anasubiri habari za hapo Maka kutwa nzima, alafu ukifika usiku anaondoka kuja kuwapa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pango. Yani mambo haya ya hijra na jihad na mengineyo hayakuwa rahisi kama ambavyo yanasomeshwa, ilikuwa ni mambo magumu na ililazimika tekniki kubwa zitumike. Kwa Mtume sallallahu akawa anapata taarifa, mtu amekuwa assigned mtu maalum ambaye wana uhakika naye, hawezi kuwasaliti, akawa ndo anawaletea taarifa Abdullah ibn Abi Bakar radhiallahu anhuma, akawa anasema min indahum bisahra, natoka alfajiri, fayusbihu ma Quraish bi Makkah kabaitin, akawa asubuhi anaamka kama kwamba kalala pale Maka. Fala yasma'u amran yutakada bihi illa wa'ahu, hakuwa akisikia jambo lolote lile ambalo wanafanywa vitimbi au mipango Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar, isipokuwa analihifadhi vizuri, hata yatiahuma bikhabari, mpaka ndiye akawapelekea taarifa hizo. Dhalika hina yakhtalitu dhalam, wakati kiza kinapoingia kikachanganyika. Kwa hiyo baada ya Isha watu wakirudi majumbani mwao, anatoka kwenda kupeleka taarifa kabla alfajiri haijachomoza, anarudi Maka kulala, aonekane naye kalala Maka na kaamkia Maka. Anasema wayara alaihima Amir bin Fuhaira, na alikuwa kuna mtu Amir bin Fuhaira maula Abubakar, ambaye ni kijana wa kazi wa ndani, alikuwa ameachiwa huru na Abubakar, ambaye alikuwa kapewa kazi ya kuchunga, anachunga karibu na sehemu ambapo Abubakar wamejificha kwa ajili ya kufuta alama za miguu ya Abdullah bin Abubakar kwa kutumia wanyama wake, lakini pia minhatan min ghanamin fayurihuhuma alayhima hina tadhhabu sa'atu min alisha, alikuwa akichunga pia pamoja na kuondosha athari ya miguu, lakini pia kuwapelekea maziwa ambayo watakunywa Abubakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pango inapoingia usiku vile vile. Fayabitani fi rislin wa huwa labanun min hatihima wa radhifihima, akawa anasema wanalala Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar huko hali ya kuwa wanaishi kwa kunywa maziwa, hata yan'iqa bihima Amir bin Fuhair, mpaka huyo Amir bin Fuhair alipokuwa anawaletea tena mara nyingine, yani kuwaletea tena maziwa kwa ajili ya kunywa siku nyingine, bighalasin, wakati ambapo kiza kinaingia. Yafalu dhalika fi kulli layla, kwa hiyo anachunga mchana mzima, unapoingia usiku anakwenda kupeleka chakula ambacho ni maziwa matupu, wanakunywa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu anarudi kulala Maka, halafu asubuhi anarudi tena, anakuja kuchunga karibu na pale kwa ajili ya kufuta athari ya miguu, kwa sababu kipindi hicho kufuata kwato za mtu au nyayo, kwato za mnyama au nyayo za mtu ilikuwa ni katika sayansi kubwa ya forensic, yani ya kuweza kugundua na wanamtafuta yuko wapi, au nani kenda wapi, au nani kamuua nani. Walikuwa wanatumia nyayo, athari ya nyayo inayobakia katika jangwa na athari ya kwato za wanyama kama ni sehemu kubwa ya ugunduzi wao. Na hata Mtume sallam katika hiyo Gharu Thawr, kilichofanya makafiri wajue ni sayansi yao hiyo. Pamoja na jitihada hizo zote, makafiri walitumia kila mbinu, wakatumia kila elimu, ili mradi mpaka kuna siku wakafika pale ambapo Mtume sallam alikuwepo katika pango hilo, na alokwenda nao akawaambia yupo hapa Muhammad, hapa ndio mwisho, hakuna sehemu nyingine amekwenda. Wanaambia itakuwaje hapa, mbona hakuna dalili yoyote, alama yoyote, mtu kuja, wana mtu hapa atakaa wapi? Kwa sehemu ambayo Mtume aliingia haikuwa sehemu nzuri binadamu kukaa, na zimekuja hadithi zikieleza kwamba Abubakar alikwenda kwanza akaziba mapango yote, matobo yote, halafu akaingia, halafu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aje akae juu ya mapaja yake. Abubakar pamoja na hivyo akagongwa ima na nge au na nyoka.
uchungu ambao ulikuwa unamzuia, hawezi kujizuia, lakini kwa sababu mtume amelala katika mapaja yake hawezi kutikisika. Haukuwa mhanga mdogo, ni jambo kubwa. Hakuna kilichomwamsha mtume sallam isipokuwa machozi ya Abubakar, kwa sababu machozi huwezi kuyakontrol. Machozi yakaanguka, ndio akamgonga mtume sallam, akaamka. Abubakar akaelezea kwamba nimeng'atwa au nimegongwa na aidha nge au nyoka. Mtume sallam akasomea sehemu hiyo, alafu akaipulizia ikapona, maumivu yakaondoka. Lakini ni kusema kwamba halikuwa jambo dogo wala sio jambo la kawaida hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake makubwa, pamoja na mafunzo ya tadhhiya na mafunzo ya mengineyo, yani mtu kujitoa muhanga, lakini mafunzo makubwa ni planning, namna ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jambo lake hili. Kwa hiyo Amir bin Fuhaira akawa anakwenda kila usiku apelekea wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamlipa wa Abubakar, yani Abubakar rajulan, mtu min bani Adili, mtu katika kabila la Adili, hadiyan jirritan, wal jirritu almahiru bil hidayah, ni mwongozaji ambaye alikuwa ni mahiri, mwongozaji mahiri. Wa huwa ala dini kufari Quraish, wakati huo akiwa katika dini ya Quraish, ni kipagani. Faaminahu, wakampa amana, yani wakamwamini. Fadafaa ilaihi rahilatayhi, na wakampa vipando vyake avichungi kwa muda siku 3. Wawaadahu, na wakaahidiana naye ghara Thaurin, kwamba wakutane katika ghari Thaur, yani pango la mlima wa Thaur. Baada 3 layali, baada ya siku 3. Birahilatayhima, kwa vipando vyao viwili hivyo aje navyo. Subha 3, asubuhi ya siku ya 3. Wantalaqa ma'ahuma Amir bin Fuhaira, na huyo Amir bin Fuhaira ambaye wakati huo alikuwa hajaslimu akaenda nao. Wadalilu faakhadha bihim tariqu sawahili, akaacha njia ya kawaida wakafuata njia ya as-sahil. Yani Amir bin Fuhair ambaye alikuwa ni mchungaji wa Abubakar, wakaondoka naye pamoja na huyu bwana ambaye alikuwa rajul min bani Dil, hapa hajataja jina lake. Nakumbuka naye pia alikuwa anaitwa Abdullah bin nani, sikumbuka kwa sasa, lakini almuhimu pia katika hili ni kwamba inaruhusiwa Muislamu kumwajiri kafiri katika utaalamu ambao Waislamu watakuwa hawana. Inafaa kumwajiri asiyekuwa Muislamu katika mapambano katika utaalamu ambao Waislamu watakuwa hawana. Kwa hiyo wakamkodi bwana huyu, akawapitisha njia kama kwamba wanakwenda Yemen, halafu wakapitia baharini karibu na upande wa bahari, wakarudi wakatokezea Madina. Na hii ni katika sababu, miongoni mwa sababu zilizofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam achelewe kwenda Madina. Watu wa Madina kwa kila leo kukaa kumsubiri Mtume kwa sababu ya zile siku 3, lakini halafu hakufuata njia ya kawaida, kwa sababu walijua hiyo njia hiyo itafuatwa sana, kwa sababu Abdullah bin Abubakar alishamwambia kwamba huko kumetangazwa ngamia 100 zawadi kwa yote ambaye atapeleka kichwa cha Muhammad, atakampeleka Muhammad akiwa hai au akiwa amekufa. Kwa hiyo Mtume sallam akafuata njia ya kusini kama kwamba wanaelekea Yemen, hali ya kuwa walikuwa wanaelekea Madina. Qauluhu tabaraka wa taala, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Aliposema Allah, maana yake maneno haya, idh yaqulu rasul, wakati aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li sahibihi, kumwambia rafiki yake Abi Bakar radhiallahu anhu, la tahzan, usiwe na huzuni, usihuzunike ya Abubakar, ya Abubakar, lianna Allah maana, kwa sababu Allah yuko pamoja na sisi, binasrihi, kwa kutupa ushindi, wa hifdhihi, na kutupa ulinzi wake, wala yasila almushrikuna ilaina, na hawawezi washirikina kutusogelea sisi au kutufikia. An Anas bin Malik anna Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu haddathahu, Abu Bakar alimsimulia Anas, qala, akasema Abu Bakar, nadhartu, mimi niliangalia juu, ila aqdami almushrikin, kuangalia nyoyo za washirikina, ala rubusina, zipo juu ya vichwa vyetu, sisi tupo ndani kwenye kiza, wa nahnu fil ghari, hali ya kuwa sisi tupo katika pango. Fakultu, nikasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law anna ahadahum, laiti mmoja wao hawa makafiri, nadhara ila qadamaihi, akiangalia miguu yake tu, absarana, atatuona, tahta qadamaihi, chini ya miguu yake. Faqala, akasema, ya Abubakar, ewe Abubakar, ma dhannuka bithnaini llahu thalithuhuma, unadhanipi dhana yako kwa watu wawili ambao watatu wao ni wa Allah? Watatu wao ni Allah, yani watu wawili ambao wao ni wawili, msaada wao, tegemeo lao, mshirika wao, kimbilio lao
ni Allah subhanahu wa ta'ala, hawana mwingine ambaye wamemweka karibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaja hadithi kwamba haihusiani sana na hii, lau kuntu muttakhidha min ummati khalila latakhadhtu Abi Bakarin walakin akhi wa sahibi. Mtume sallam akathibitisha kwamba sahiba wake ni Abu Bakar radhiallahu anhu. Kwa hiyo aya inavyosema idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, ni dalili ya moja kwa moja kwamba inakusudiwa hapa ni sahaba Abu Bakar radhiallahu anhu. Na katika hili miongoni mwa Shia Ar-Rafidha ambao wanawatukana masahaba akiwemo Abu Bakar na Umar, wakiwatukana masahaba makhalifa waongofu Abu Bakar na Umar na Uthman, na pamoja na masahaba wengine kama ummahatul mu'minin. Katika hao wanaowatusi, katika wanayoyasema pia wanasema neno sahib likitumika katika Qur'ani linamaanisha mtu muovu. Kwa mfano katika suratul Kahfi, jannataini idh yaqulu li sahibihi wa li sahibi jannataini, li sahibihi, mtu mmoja alikuwa muovu, mwingine alikuwa mwema. Na pahali pengine wanasema, wanatoa mifano kama hiyo. Dalili hii ni katika dalili ya chini kabisa ambayo mtu anaweza kusema kwamba eti neno sahib katika Qur'ani linakuja likimaanisha mtu muovu. Kwa hiyo Allah alivyosema idh yaqulu li sahibihi, basi na hapa Abu Bakar ni muovu. Allah ametumia neno sahib mahali kadhaa, wala halimaanishi mtu muovu, mbali ya kwamba hii inaonesha wazi wazi, aya yenyewe inasema inna Allaha ma'ana, Allah yupo pamoja na sisi. Uwe vipi pamoja na Allah halafu wewe ni muovu? Haya ni maneno ambayo hayaingii akilini, lakini katika kutukana kwao Mashia wanamtukana Abubakar kwa kwamba ameitwa sahib katika aya hii, na hiyo si illa kwa Abubakar hata kidogo, bali aya hii ni katika aya zilizomnyanyua mno Abubakar, pamoja na aya nyingine nyingi. Walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi wa sayujannabuha al-atqa alladhi yuti malahu yatazakka, na nyinginezo ambazo zimekuja kumwelezea Abubakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a, imekuja aya wazi wazi katika surati An-Nur kumhusu Abubakar, na aya nyinginezo tukufu kabisa zikielezea utukufu wa Abubakar. Lakini kutolea dalili, tunachokisema hapa, kutolea dalili neno sahib, kwamba sahib eti ukiwa sahib mmoja na kwa mwema mmoja muovu, jambo hilo sio sahihi. Nabii Yusuf alikuwa wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzan. Imekuja ya sahiba sijin, ndo mahali shahid, amewaita ya sahiba sijin, wala hawako watu waovu, ni watu ambao wanaaminika kwamba walipatwa na da'wa ya Nabii Yusuf na wakaslimu vile vile, kama ambavyo ni dhahiri yule ambaye alikuwa hai aliishi baadaye na kuwa chini ya ufalme au utawala wa Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wasalam, na alikuwa ni katika marafiki zake. Halafu kauli yake tabaraka wa taala, fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akashusha juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam utulivu. Ai fa anzala Allahu tumanina, Allah kuteremsha utulivu wa thabata, na akamthibitisha au thibiti ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa yadahu bi junudi lam tarawha, na Allah akampa nguvu au akamtia nguvu au akamsaidia kwa jeshi ambalo nyinyi hamuwezi kuliona. Ai wa qawwa, na Allah akampa nguvu. Wa qawwa Allahu rasulahu, Allah akampa nguvu mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Wa aanahu, na akamsaidia bijunudi min almalaika, kwa jeshi miongoni mwa malaika. Lam tarauha antum, ambalo nyinyi hamuwezi kuliona. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, ay wajaala Allahu kalimata alkuffari, Allah akafanya neno la makafiri, wa hiya shirku wal kufru, ambayo neno lao ni ushirikina na ukafiri. Haqiratan, ni jambo dhalili. Maqhuratan, lilodhalilishwa. Munhattatun wa saqita, lenye kuanguka na lenye kuwa chini na lenye kuanguka. Fa adhalla Allahu shirka wa ahlahu, Allah akawadhalilisha ushirikina na washirikina. Wa khadhalahum wa daharahum, na akawafanya kwa wanyonge na akawafanya watahayari. Wa kalimatullahi al-ulya, na neno la Allah likawa ndio la juu. Maana yake wa kalimatullahi wa hiya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, neno la Allah ambalo ni neno la tauhid la ilaha illa Allah, Allah kalifanya. Wa dinuhu, na dini yake, alladhi shara'ahu liibadi, ambayo ameiweka kwa ajili ameiweka sheria kwa ajili ya waja wake. Hiya al-ghalibatu, likawa ndio lenye ushindi, lenye kushinda. Al-mansuratu, lilopewa nusra.
ala shirki wa ahlihi, dhidi ya ushirikina na washirikina. Na jambo hili lililotajwa kalimatullahi al-ulya, neno la Allah kwa liwe juu, hii ndiyo umuhimu wa lengo kuu la jihad, na ndio lengo kuu la hijra, na ndio lengo kuu la da'wa na jihad na hijra zote zinafanyika, lengo likiwa ni kufanya neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe limeshinda, liwe limepata nusra, na ushirikina na ukafiri uwe uko chini. Amesema kwamba kuna hadithi kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu, qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ani rajuli yuqatilu shaja'atan, kuhusiana na mtu ambaye anapigana kwa sababu ya ushujaa wake, wa yuqatilu hamiyatan, na mwingine anapigana kwa sababu ya yani ukabila au nchi, kupenda nchi yake au kabila lake, wa yuqatilu riya, na mwingine anapigana ili aonekane kwamba yeye ni mpambanaji mzuri. Ayu dhalika fi sabilillah, katika hawa ni yupi ambaye atakuwa anapigana kwa ajili ya kunyanyua dini ya Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qatala, yule atakayepambana katika jihadi, litakuna kalimatullahi al-ulya, ili iwe neno la Allah, yani dini yake na tauhidi yake na sheria zake ziwe juu, fahuwa fi sabilillah, huyu tu ndio atakuwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii inapasa iwe kichwani mwa mtu yoyote yule anajitahidi katika dini, imma kufundisha watu au kusoma yeye mwenyewe katika kutafuta ilmu, au mtu kuweka mazingira kwa ajili ya watu kusoma au kusomeshana dini, ambayo ndio aina kubwa ya jihadi iliyobakia, au mtu anayeamua kupambana na washirikina, nazo ni katika aina kubwa kabisa za jihadi hivi sasa, au mtu anayepambana na watu wanaofanya bid'a, wanaozusha katika dini. Wote hawa mtu anastahiki, inamwajibikia, ni lazima kwake afanye hayo anayofanya, hali ya kuwa lengo lake kubwa litakuna kalimatullahi al-ulya, lengo lake iwe ni dini ya Allah na sheria za Allah ziwe juu kuliko sheria za au kuliko matakwa yoyote ya nafsi ya wayo, imma kunusuru kikundi chake au kunusuru kumtetea mwalimu wake au kuwahakirisha, kuwafanya madhalili wengine, au kutaka kuonekana ufasaha wake au utaalamu wake katika lugha au katika fani kadha na kadha. Yote haya hayampelekei mtu kuwa katika wanaopigania dini, bali jambo pekee linalopelekea mtu kuandikwa kwa idhini ya Allah kwamba yeye ni katika watu wanaofanya jihadi na bidii katika dini, ni kusudia litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili liwe neno la Allah ambayo ni dini yake na kalimatu tauhid na sheria zake iwe juu. Wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye izza na mwenye hikma. Wallahu azizun fi intiqamihi wa intisarihi min al-kuffar, Allah ni mwenye nguvu na izza katika kuangamiza makafiri na katika kuwapa ushindi Waislamu dhidi ya makafiri. La yaqharuhu wala yaghlibuhu shay'un, hakuna kinachomzidi nguvu wala kinachomshinda chochote kile kiwacho au yoyote yule awaye. Wala yafutuhu ahadun, wala hakuna yoyote anayeweza kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala au kumkimbia. Qahirun ghalibun, yeye ni mwenye nguvu na ni mshindi. Qahirun, yani mwenye kuwatenza nguvu waja wake, na ghalibu, na ni mshindi. Mani'u aljanab, na heshima yake ni yenye kulindwa. La yudhamu man ladha bibabihi, hawezi kushindwa yoyote yule atakayeegemea mlango wa Allah akawanabisha katika mlango wa Allah, yani anajikurubisha kwake. Hakimun, ni mwenye hikma fi aqwali wa faali, katika maneno yake na matendo yake. Wa fi tadbirihi khalqihi, na katika khalqahu, na katika kuendesha viumbe wake. Yadha'u subhanahu al-ashya'a mawadhi'aha allaiqata biha, Allah mtukufu huweka vitu vyote katika sehemu wanavyostahiki. Wa qad yuakhiru, na anaweza akachelewesha baadhi ya muda. Nasra hizbihi, kuwapa ushindi watu wake, yani chama chake, wafuasi wake. Ila wakati akhar, mpaka muda mwingine, kwa hikma zake na kwa ujuzi wake na kwa uadilifu wake. Katika miongoni mwa faida za kimalezi katika aya hizi, ya ayyuhalladhina amanu lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi, aya hii imekuja ala qadri raghbati al-abdi fi dunya wa ridahu biha yakunu tathaquluhu an ta'ati wa talab al-akhirah. Aya hii inaonesha kwamba kadiri mtu anavyokuwa anaipenda zaidi dunia na anaitafuta zaidi, ndio kadiri hiyo ndio kiwango hicho mtu huyo atakuwa mvivu na mzito katika kuziendea amri za Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa kauli yake ithaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya. Halafu ya pili araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati dunya fil akhirah qalil mata'u dunya fi jambi mata'u al-akhirah qalilun haqirun. Starehe za dunia kwa kulinganisha na za akhera ni kitu kinyonge kidogo kabisa. Wa saadatu dunya binisbati la saadati al-akhirah kaqatrati fil bahr, na furaha iliyopo duniani ukilinganisha na furaha ya akhera ni sawa na kulinganisha tone la maji na bahari. Ya tatu قوله تعالى إلا تغفروا يعذبكم عذابا شديد عذابا أليما. هذه الآية katika aya hii فيها سر عظيم, kuna siri kubwa يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه, ambapo mwanadamu anatakiwa afahamu kwamba kila anachokifanya katika wema au uovu athari yake itamrejea yeye mwenyewe hapa hapa duniani kabla ya akhera. Kwa hiyo watu wakiacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala kuzitekeleza hawatoadhibiwa na wenzi wao. Kila mtu ataadhibiwa kwa mujibu wa utekelezaji wake yeye mwenyewe katika nafsi yake, na mtu akiwa anafanya maasi kwa siri naye Allah atamwadhibu kwa siri, na anayefanya maasi kwa dhahir Allah atamwadhibu vile vile kwa dhahir. Kwa hiyo Allah anatuambia illa tanfiru yu'adhibukum adhaban alima. kama ambavyo amesema pale pengine Allah jalla wa ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in sa'atum falaha, mkifanya wema ni kwa ajili ya nafsi zenu na mkifanya uovu vile vile ni dhidi ya nafsi zenu wenyewe. Na katika mafunzo vile vile ni yoyote yule ambaye atakuwa amepewa ushindi na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo hawezi kushindwa na mwingine yoyote yule, na uwezo wa Allah hakuna ambaye anaweza kushinda, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zimeenea kwa kila kitu, rehma hizo zinastahiki zaidi, zinamfanya mtu asihuzunike anapokuwa katika hali ngumu na anapokuwa katika matatizo, kwa kauli yake illa tansuruhu mpaka kufikia la tahzan inna Allaha ma'ana. Na vile vile katika mafunzo idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar, Allah subhanahu wa ta'ala الله جل وعلا يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه، فالله جل وعلا مع عظمته وجلاله وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه وأن الله يده بجنود من الملائكة، مع هذا يدخل في غار في ظلمة الليل. Allah subhanahu wa ta'ala amewekea sheria waja kwa vitendo, kwa maneno yake na vitendo vyake, kwa kutumia matendo na maneno ya mitume. Na sisi tunatakiwa kutekeleza na kusema vitu, sio kukaa tu kusema Allah atafanya, bali tunatakiwa kufanya, kwa sababu pamoja na kwamba Allah ameteremsha malaika, kabla ya kuteremsha malaika kwa mtume wake, mtume alichukua sababu zote za kibinadamu. Kama tulivyosema, aliandaa safari hii miezi minne kabla, akalipia thamani ya mnyama huyo, wakamlipa mtu wa kuongoza safari hiyo ambayo ni mtaalamu wa njia. Akawepo Abdullah ibn Abubakar ambaye anapeleka taarifa kila kinachotokea Maka. Akawepo Asma ambaye alikuwa anapeleka chakula. Akawepo Fuhair ambaye alikuwa anapeleka maziwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anafuta athari ya miguu ya Asma na ya Abubakar na wengine. Mmoja alishiriki katika position ya Abubakar mwenyewe, alichukua nafasi ya kuchunga wanyama wake na kadha na kadha, kila mmoja namna ya kutunza siri. Yule kafiri alilazimishwa kutunza siri, Abdullah bin Abubakar alilazimishwa kutunza siri, Asma bin Abubakar imekuja katika riwaya alipigwa lakini alitunza siri. Na kabla ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja katika hadithi kwamba alipoingia kwa ule mchana, alipoingia kwa Abubakar alimwambia watoe watu katika nyumba, akamwambia hakuna humu isipokuwa watu wako mwenyewe, yani watu wa nyumba yako, akikusudia wanawe ambao ni Aisha na Hafsa na nani, Aisha sio Hafsa, Aisha na Asma sio Hafsa, Asma afwan, na Abdullah ibn Abubakar ndio ambao walikuwa ndani ya nyumba wakati Mtume sallallahu anapanga kuhama kwa siri kutoka Maka kwenda Madina. Kwa jambo la kutunza siri limechukua nafasi kubwa sana katika da'wa, limechukua nafasi kubwa sana katika harakati, limechukua nafasi kubwa sana katika hijra. Katika mafundisho ya kileo wamekuja wanapatikana watu wanasema da'wa yenu ikiwa na siri basi nyinyi ni Freemason. Wali'iyadhu billah. Sunna inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alilingania kwa siri kwanza Maka, lakini mambo yake mengi pia haya alikuwa anayafanya kwa siri kubwa sana, kama ambavyo tumeashiria hizo bai'a ya kwanza
ya masahaba na bai'a ya pili zote zilifanyika kwa siri, na vile vile hata huku kuhama masahaba waliohama kwa siri ndio walifanikiwa, na wachache sana katika masahaba ndio ambao walikuwa wanathubutu kutangaza hijra zao kama inavyopokewa kwa Abu Bakr, kwa Umar, na sijui kama inasihi kwamba ni kweli Umar alihama akawafanyia jeuri Makuraish. Jambo hilo wengi katika watu wa hadithi wanasema wala si jambo sahihi. Wallahu a'lam. Wa min thamma fawaid ukhar, faida za aya hizi ni nyingi za kimalezi na za kitaalamu, lakini tutosheka kwa hapo kwa sababu ya muda. Kama kuna maswali au nyongeza, fatafadhalu mashkurin maajurin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير Sheikh Abbas kwa darasa. Mimi nilikuwa naliangalia katika miongoni mwa faida ya kutunza siri ni kwamba naona si tu katika swala la yani maaraka, vita, bali hata kama kuna shughuli za kidawa, taasisi, mikakati ya kiuchumi, vitu vyote hivyo ni vitu ambavyo vinahitajia kutunza siri katika dunia yetu ya sasa. Kwa hiyo ni faida kubwa ambayo tumeipata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuwa akifanya kuweka siri katika safari yake hiyo. Yaani katika jambo lote, safari ya mafanikio, safari ya mikakati, safari ya malengo, basi kutunza siri ni jambo muhimu sana. Shukran, barakallahu fik. Naam mashaikh, kama hakuna ziada inshallah tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.